Mungu azidi kukupa neema. Mungu azidi kukupa amani. Mungu azidi kukuinua na kukufanya kuwa mtu wa kumpenda Mungu na usongee mbele zake, ili ya kwamba Jehova alisikilize ombi lako, naye aweze kukupa jawabu litokae kwake. Leo jioni ya leo naongea na mtu ambapo yeye Mungu anapomtazama na kuona ya kwamba amefifia na kurudi chini kwa ajili ya kumuomba Mungu na kumuita. Neno la Mungu linazungumza na lilimuona mtu kama huyu, na ndiposa naja kukukumbusha ili ya kwamba nawe weze kuamka kama umelala na kama uko katika hali ya kufifia kimaombi na kutoa dua na ibada mbele za Mungu na kutoa dhabihu mbele za Mungu. Tazama, maandiko ya Mungu yako kwenye kitabu hichi ambacho ni cha Isaya 43 pale mstari wake ni wa 22. Tuanze mstari wa 21 tukiteremuka mpaka 20 na mstari wa 26. Neno la Mungu inasema hivi, na tusome. Neno la Mungu inasema, watu wale niliojiubia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu, lakini hukuniita ewe Yakobo, bali umechoka nami, ewe Israeli. Hukuniletea wana kondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. Hukuniinulia manukato kwa fedha, wala hukunisibisha kwa mafuta ya sadaka zako, bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu huyu mtu Mungu alipomtazama na akaona ya kwamba, kumbuka ya kwamba ninaongea kuhusu mtumishi wa Mungu, Mungu aliyejiubia na akamfanya kuwa mtumishi wake. Lakini hapa Isaya amezidi kumfunua na kuona ya kwamba huyu mtu amelala. Kama vile nyakati ya sasa, kuna watu Mungu amewaita na akawaumba, lakini hawa watu Mungu anaotazama hakika hawakati, hawashibishi Mungu, hawaendi mbele za Mungu, hawamuiti, hawatoi dhabihu zao, hawatoi sadaka zao, hawatoi sadaka. Naongea kuhusu nini? Kuhusu kujitoa na kujinyima kwa ajili ya watu. Hawajinyimi, hawasimami mbele za Mungu wamuite. Hivyo Mungu akawatazama na akawaona ya kwamba hakuna wakati Mungu anawaona wamesimama mbele zake wakitoa ibada, wakisimama na kutoa sadaka zao, ili ya kwamba nchi iweze kubadilishwa, ili nchi Mungu aweze kuitumia malaika na makerubi waje waitetee, ili ya kwamba familia na nyumba za watu Mungu azitumie neno la kuja kuwatetea na kuwapigania. Hawakuonekana watumishi hawa. Mtu huyu, ninaongea kuhusu mtu huyu, Mungu amemuumba kwa ajili ya nyakati ile ambapo Mungu anaohitaji apewe sifa na sifa zake ziweze kuenea katika dunia yote, na iweze kuenea katika nchi ambapo huyo mtu ambao wa Mungu ameitwa. Na ndiposa neno la Mungu linazungumza kumhusu zaidi. Lakini kwa ajili ya hayo makosa Mungu aliyoyaona
mbele ya mtumishi wa Mungu. Maneno hapo chini inaongea kwamba atasamehewa dhambi, atasamehewa dhambi. Hivyo ninafurahia jioni ya leo ni ya kwamba dhambi ambapo watu wa Mungu walioitenda wakiwa katika nchi hii yetu, ninaamini ya kwamba dhambi hizo Mungu atazivuta na ataziondoa, ili ya kwamba yeye naye aliyeubwa na Mungu apate nafasi ya pili kusimama mbele za Mungu, atoe dua na atoe ibada iliyo kamilifu, ili ya kwamba nchi hiyo ipate kuponyeshwa na ipate ukombozi, ipate kutenganishwa na roho chafu inayojaribu kuinuka na kuleta umwagikaji wa damu. Ninaomba nikijua ya kwamba hakika Mungu kuna jambo anaenda kulitenda jioni ya leo kwa huyu mtumishi wa Mungu, kile kilichosimama na kilichosimamishwa mbele zetu, ili ya kwamba tusitoe ibada ambayo itakayokoa wengi na kuwatoa chini ya mkono wa mfalme wa giza anaojaribu kuinuka na kutawala na kuenea kona zote. Ninaamini ya kwamba hiyo ufalme wote na dhambi zake aliyotaka kutendesha kizazi cha Mungu zitakujwa na kuondolewa, nasi tutasamehewa dhambi, nasi tutasimama mbele za Mungu jioni ya leo. Tutamuita, ataitika, tutamuomba naye atajibu maombi yetu. Tutaitisha baraka nazo zitashuka, tutaitisha wokovu kwa ajili ya wengi walio katika vifungo tofauti tofauti katika maisha ya watu, watafunguliwa. Pokea neno la msamaha wa dhambi. Mstari wa 25 inasema ya kwamba mimi ndimi niyavutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitakumbuka dhambi zako. Hivyo kuna dhambi nyingi ambazo zimekuwa zikisimamishwa mbele za Mungu, anazoziona anazikumbuka. Kuna dhambi nyingi katika nchi hii zimesimamishwa ili ya kwamba mapigo yaweze kuonekana katika nchi kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Ninajua ya kwamba hizo dhambi Mungu anaenda kuzivuta na kuziondoa mbele ya watumishi wa Mungu, mbele ya kanisa lililo katika nchi ya Kenya. Hakika hizo dhambi Mungu atazishika na ataziondoa. Tazama, tutaondolewa dhambi nasi tutaunganishwa na msamaha wa dhambi. Angalia, utaita Mungu jioni jema na ataitika. Mungu utamuitisha baraka nazo zitashuka, kwa sababu dhambi zilizosimamishwa mbele ya Mungu naye Mungu awe akizikumbuka. Ninaona jioni jema hizo dhambi Mungu anaenda kuzishika na atazivutilia mbali, na yeye hatazikumbuka tena, bali atakumbuka wema na utukufu wake unaonekana mbele za madhabahu ya Mungu. Tazama, madhabahu ambao iliyo katika nchi yetu imekuwa na unajisi mwingi, madhambi mengi, matukano mengi, watu wengi wanainua chukizo, lakini jioni jema wokovu na neema na fadhili za Mungu zitaonekana mbele ya watumishi wa Mungu. Pokea baraka za Mungu, pokea neema ya Mungu, pokea msamaha wa Mungu jioni jema. Nchi yetu isamehewe dhambi zilizokuwa zinasimamishwa, Mungu akazishike na akaziondoe, zisikumbukwe tena, ili tufunguliwe agano la kuomba. Nasi tutapeleka sadaka zetu, tutaenda mbele za Mungu tukiwa na manukando, tutaenda mbele za Mungu tukiwa na ufumba, tutaenda mbele za Mungu tukiwa na kondoo wa kushukuru Mungu, tutaenda mbele za Mungu tukiwa na sadaka, nazo zitakubalika. Kwa sababu gani? Dhambi zimeondolewa. Wengi wamepeleka, hata wametoa na wametoa sacrifice, lakini hakuna wakati zinazokubalika na zinazoonekana. Lakini jioni jema Mungu anaenda kutufungulia na kutuondolea hizo dhambi zilizosimamishwa mbele zake. Huwa anazikumbuka na naamini ya kwamba hatazikumbuka tena. Ni kwa sababu damu yake itatuosha na ituoshe na itusamehe na itutenganishe na maovu. Na ubarikiwe na Mungu anapoenda kuondoa hizo dhambi zilizowekwa mbele zake. Huwa anazikumbuka kila wakati, na azishike na azivutilie mbali na aziondoe. Barikiwa sana na Jehova, na kuinue na kuvike utukufu wa neema yake.